Inawezekana kuna mengi umewahi kusikia kuhusu Pablo Escobar, ambaye yeye alizaliwa nchini Colombia na kuja kuwa mmoja wa wahalifu sugu na mashuhuri zaidi katika historia ya kisasa. Akiwa kiongozi wa genge hatari la Medellin Cartel, Escobar aliongoza biashara haramu ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya cocaine, kufanya vitendo vya kigaidi, milipuko ya mabomu, utekaji nyara na mauaji ya kikatili yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu nchini Colombia. Sasa licha ya ukatili wake, Pablo Escobar alitengeneza utajiri wa kutisha uliomfanya kuwa mmoja wa watu matajiri zaidi duniani, huku akijenga sura mbili tofauti, wengine wakimwona kama Robin Hood wa kisasa kwa kusaidia maskini na wengine wakimwona kama janga lililoangamiza taifa. Sasa yafuatayo ni mambo 8 ya kutisha kuhusu Pablo Escobar na maisha yake. Jambo la kwanza ambalo litakushangaza zaidi ni kumuoa msichana mwenye umri wa miaka 15 wakati yeye akiwa na umri wa miaka 26. Ipo hivi, mnamo mwaka 1976 Pablo Escobar alimuoa Maria Victoria Henao, ambapo kwa wakati huo binti huyo alikuwa na umri wa miaka 15 tu, huku Escobar akiwa na umri wa miaka 26. Familia ya binti huyo ilimkataa Escobar wakimwona kama mtu wa hali ya chini na asiyewafaa, jambo lililomfanya Escobar na Maria kutoroka pamoja ili kufunga ndoa hiyo kwa siri. Jambo la pili ni kuingiza kiasi kikubwa cha fedha, ambapo walikuwa akiingiza takribani dola milioni 420 kwa wiki. Ipo hivi, katika kilele cha biashara yake, genge lake la Medellin Cartel lilikuwa likiingiza kiasi cha dola milioni 420 kwa wiki, ambayo ni sawa na pesa kitanzania trilioni 1.1 kwa wiki. Utajiri huu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba Escobar alikuwa akipoteza takriban 10% ya fedha zake taslim kila mwaka kutokana na kuliwa na panya au kuharibiwa na maji katika vyumba vya siri alivyokuwa akihifadhia mamilioni hayo. Jambo la tatu ni kumpa mtu mateso huku akiongea na mke wake kwa simu kimahaba. Maafisa wa kikosi cha kupambana na dawa za kulevya cha Marekani DEA waliwahi kunasa mazungumzo ya simu ambapo Escobar alikuwa akimwambia mke wake maneno ya mahaba kuwa anampenda. Katika simu hiyo, Escobar aliziba sehemu ya kuongelea na kupiga kelele akisema fungeni mdomo wake, akiamuru mtu aliyekuwa akiteswa pembeni yake anyamazishwe, kisha akarudi mara moja kuendelea kupiga stori za kimahaba na mke wake. Jambo la 4 ni kulipua ndege ya abiria ili kumuua mtu mmoja tu. Mnamo mwaka 1989 Pablo Escobar alitega bomu ndani ya mkoba, yani suitcase bomb, kwenye ndege ya abiria aina ya Avianca Flight 203, ambapo lengo lake lilikuwa kumuua mgombea urais aliyekuwa akipingana naye, lakini kwa bahati mbaya mgombea huyo hakuwa ndani ya ndege hiyo. Hivyo shambulio hilo la kikatili lilisababisha vifo vya abiria na wafanyakazi wote 107 waliokuwemo ndani ya ndege. Jambo la 5 ni kujenga jela yake mwenyewe ya kifahari. Itakumbukwa wakati Escobar anajisalimisha kwa serikali mnamo mwaka 1991, alipelekwa kwenye jela maalum iliyoitwa La Catedral. Jela hii haikuwa ya kawaida, kwani ilitengenezwa na kusanifiwa na Escobar mwenyewe. Ilikuwa na ukumbi wa starehe, yani night club, ilikuwa na chumba cha mvuke kinachofahamika kama sauna, lakini pia uwanja wa mpira wa miguu, na ililindwa na walinzi aliowachagua yeye mwenyewe. Jambo la 6 ni kuua mamia ya maafisa wa polisi kwa kuwawekea dau. Ili kudhoofisha vyombo vya dola, Escobar aliweka dau la zaidi ya dola 2300 kwa kila askari polisi atakayeuawa katika mji wa Medellin. Hivyo kutokana na dau hilo, mamia ya maafisa wa polisi waliuawa kwa kupigwa risasi na wahalifu waliokuwa akisaka pesa hiyo kabla ya Escobar mwenyewe kuuawa mnamo mwaka 1993. Jambo la 7 ni kulipua makao makuu ya kitengo cha FBI nchini Colombia. Katika kuendeleza vita yake dhidi ya serikali, mnamo mwaka 1989 Escobar alilipua bomu lililokuwa kwenye lori, yani truck bomb, katika makao makuu ya DAS mjini Bogota, idara ambayo ilikuwa ni toleo la Colombia la shirika la FBI la Marekani. Mlipuko huo mkubwa uliharibu vibaya majengo, ukiua takriban watu 70 na kujeruhi wengine zaidi ya 600 ndani ya sekunde chache tu. Jambo la 8 na la mwisho ni mazishi yake kuhudhuriwa na idadi kubwa ya watu. Baada ya kusakwa kwa muda mrefu, hatimaye Pablo Escobar alipigwa risasi na kuuawa juu ya paa la nyumba moja mjini Medellin mnamo mwaka 1993. Licha ukatili wote alioufanya, zaidi ya watu 25,000 walijaza mitaa kuhudhuria mazishi yake, kwani hadi leo hii wapo watu wengi nchini Colombia wanaomchukulia kama shujaa kwa msaada aliowapa wakati wa maisha yake. Na hapo ndipo tunafunga ukurasa wa El Patron Pablo Escobar, mtu aliyetengeneza trilioni zake lakini akiacha simanzi kubwa nchini Colombia.
Endelea kubaki hapa hapa Global TV. Jina langu ni H+. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.